Shabaraka, mara ya mwisho tulizungumza kuhusiana na zoezi lako la kuwasiliana na familia ya Fella, kuona Fella anasaidiwaje kutokana na ule mzozo ambao ulikuwa umetokea. So far mmefikia wapi na mliweza kumuona mkubwa Fella? Mimi nilikwenda binafsi kama Shabaraka. Nilikwenda kwa mkubwa Fella, nikakutana na familia yake, mke wake, watoto. Okay. Kwanza kabisa nataka kufafanua kwamba mkubwa Fella ana watoto wawili wa kike, watoto, hana mtoto wa kiume. Unaona? Okay. Kwa hiyo hata aliyokuwa anajitokeza kumwataki Diamond wa kiume, mkubwa Fella ana watoto wa kike, hana mtoto wa kiume. Okay. Na ilinishtua sana. Okay. Na mke wake alikiri kweli Diamond Platinum amemsaidia sana. Sawa. Amemsaidia sana. Alikiri, na mimi nikamwambia kwamba achukue njia sahihi, achane na njia za kujibishana na watu kwenye mitandao, kwa sababu mkubwa Fella ni mgonjwa. Waendeleze pale ambapo alipo, anaweza akasimama vizuri. Okay. Kama atapata huduma nzuri. Okay, kwa hiyo pale alipo mkubwa Fella anahitaji vifaa vya mazoezi. Na kikubwa zaidi nilichoona, wanashindwa zile huduma za kumpeleka, yani physiotherapy, anahitaji mazoezi. Okay. Anahitaji mazoezi sana, na kila mazoezi unajua unapoenda kufanya mazoezi kila siku ni shilingi 60,000. Kwa hiyo ukichukua 60,000 ukizifanya kwa Jumatatu mpaka Jumamosi, uachane na Jumapili iwe 1,000, ni hela nyingi kwa familia ili kuweza kupata hizo 60,000 kwa siku. Okay. Kwa hiyo nilicho shauri nikamwambia kwamba nawasiliana na waziri, na before nilikuwa nimeshawasiliana na Profesa Kabudi, na baadaye niliwasiliana na Mheshimiwa Makonda, lakini alikuwa yuko busy kidogo. Nilibrief kidogo Mheshimiwa Makonda ambaye ni waziri mwenye dhamana. Na baadaye kama siku 2-3 Mwanaifei aliniita, nikazungumza naye, akanambia alikuwa ameshaagizwa na Profesa Kabudi kwamba kuna vifaa vinavyohitajika vya mkubwa Fella, mimi ninavyo. Kwa hiyo nilimkabidhi, nilimtumia WhatsApp vile vifaa ambavyo vilikuwa vimeandikiwa na familia, yani vya kumsaidia mazoezi nyumbani instead ya kupeleka hospitali kila siku kwa ajili ya zile gharama za shilingi 60,000 kwa siku. Okay, afadhali maana akipata kwa wastani, maana nafikiri ni upande wa kulia. Upande wa kulia wote. Okay, manake hivi karibuni kuna ile video sio kama uliona mtandaoni, kama alikuwa na mke wake hivi restaurant, ikawa inazua shaka kama tumaini mapya kwamba ni kweli mkubwa Fella sasa anaweza kutoka hata kwenda restaurant akala chakula na nini. Wengine walikuwa wanasema huenda hiyo video ni ya zamani. Sasa wewe umemuona. Siwezi kujadili, lakini kwa wao ile familia, kitu ambacho nimewahoji sana. Kwanza mkubwa Fella pia anakuwa mpweke. Unajua mtu aliyokuwa kwenye ile vurugu zile za kwetu tunazojua za burudani, unakutana na watu, unakutana na ile inampa pia mawazo. Kwamba akipata wale watu wako wa karibu, akienda kumtembelea kila wakati na kumfanyisha mazoezi na nini, anaweza akaimarika vizuri na akasimama. Kwa hiyo anaweza anakula vizuri, anakukaa mpaka kalishwa, anafanya. Kwa hiyo kinachohitajika kikubwa sana ni mkubwa Fella kufanyishwa mazoezi na kupata zile dawa za kila siku, atasimama. Okay. Kwa mimi nilivyoona. Mimi sio daktari, lakini mimi jinsi nilivyoona na nilivyoongea na familia, na uzuri nilikuta familia yake yote na watu wake wa karibu wa mkubwa Fella. Na mimi sikwenda peke yangu, nilikwenda na watu kama 1 kwenda kumwangalia. Nienda na watu wangu wa karibu kwenda kumwangalia. Kwa hiyo nikasema anzishwe mazoezi, nikachangia pale ninapochangia, na kijua mwenyewe sitaki kukichaje, ili apelekwe afanye mazoezi hata siku 2 hivi. Okay. Huku wizara itoe inafuatilia. Kwa hiyo swala hilo linafuatiliwa na Mwanaifei ambaye ni naibu waziri, nafikiri nimejilala
watashughulikia kiwizara. Okay. Kwa hiyo sasa hivi hawezi kutembea mwenyewe. Kutembea mwenyewe mkubwa Fella hawezi kutembea mwenyewe mpaka anyanyuliwe, labda kutembea mwenyewe awekwe kwenye wheelchair. Okay. Lakini ulizungumza naye lolote mawili matatu kama alikuwa anakusikiliza? Alikuwa ananisikiliza. Alikuwa ananisikiliza. Alikuwa anamchekesha na smile nini. Lakini sio kuzungumza. Sio kuzungumza, alikuwa na smile. Alikuwa na smile, tunagongesha nini, nampa habari. Unajua mgonjwa anatakiwa mchangamsho. Anaitikia kwa kichwa nini. Basi Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi. Amina inshallah. Naamini anaweza atasimama inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Unajua kila kitu kinapangwa na Mwenyezi Mungu. Okay, shukrani sana mama. Asante.